Bi Brenda, baada ya taarifa iliyotolewa jana na Chadema kuhusu madhila waliokutana nayo viongozi wa Bawacha mkoani Mara na maeneo mengine, hali ya sasa ikoje? Ndugu mwandishi wa habari, asante. Kimsingi Bawacha wametuma ujumbe mkubwa sana kwamba mapambano ya kudai haki ya nchi hii sio rahisi, sio jambo rahisi, lakini sisi kama chama tunaelewa hilo na tupo tayari kupambana. Lakini pia Bawacha wametuma ujumbe kwamba nchi hii lazima iongozwe kwa utawala wa kisheria, na zuio la kuzuia chama na bodi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini kufanya kazi liliisha tarehe 10 Disemba mwaka 2025. Sasa hili ilikuwa ni zuio haramu ambalo lilikuwa halina kibali cha mahakama, na kile ambacho polisi wamefanya ni ubatili. Sasa wamezuia wanawake wengi sana, 1000+ ni wanawake wengi mno. Wanawake wengine wameumizwa, wengine wameshindishwa njaa, na watoto, kuna wajawazito ambao wameshindishwa njaa na wamekaa mahabusu ya polisi kwa siku 2, vitu ambavyo sio haki kwa Mtanzania. In fact, ibara ya 17 ya katiba ya nchi inasema kwamba mtu yoyote anaruhusiwa kuzunguka, kusafiri na kutoka nje na ndani ya nchi bila kubugudhiwa na mtu yoyote, isipokuwa kama kuna sheria ambayo inamtaka yeye azuiwe. Sasa hakuna sheria ambayo ilitaka Bawacha wazuiwe. Na kwa nini Bawacha? Kwa nini Bawacha wazuiwe? Mbona vyama vingine wamefanya bila bugudha zozote? Haya mambo sio fair, na tunafikisha nchi pabaya sana. Yani tunafika ni pabaya sana kama nchi. Kama leo unaweza ukazuia just because hawa ni wanawake wa Chadema, hili sio sawa. Hii ni nchi na inatakiwa iongozwe kwa utawala wa sheria, lakini sio kwa mabavu. Kwa hiyo sisi tunataka tutoe mwito kwa jeshi la polisi kuacha kufanya vitendo hivi na kuacha kutumika na vyombo vya dola. Badala ya kupambana na CCM, tumekuwa tumepambana na vyombo na dola, hususan jeshi la polisi, na hili sio sawa. So mimi la kwangu ndo hayo, ndugu mwandishi wa habari. Lakini kumekuwa pia na kauli kutoka kwa mwenezi wa CCM Bwana Kenan Kihongosi akizungumzia Chadema na viongozi wake kuhusu hoja ya midahalo ya kisiasa. Wewe kama mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi unalizungumziaje jambo hilo? Kuhusu huyu mwenezi wa CCM, sipendi sana kumzungumzia kwa sababu naona ana mambo yasiyofaa kidogo na yanayochekesha jamii. Kutwa yani tupo midomoni mwake kwamba Chadema inakufa, Lissu na Heche waende wakafanye mdahalo na yeye. Kweli hawezi kujitosheleza kwa chochote, hata kama wakiamua kufanya huo mdahalo. Ateue superiors wake. Sisi tulisema akae hapa Lissu, akae hapa Samia, zipigwe dakika 90, tuone nani atashinda. Badala yake Samia kamweka Lissu ndani, leo yupo mwenyekiti yupo ndani kwa almost mwaka mzima. Tarehe 10 mwezi wa 4 atakuwa ndani kwa mwaka. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima tuitafakari kama taifa, lakini tuone namna ya kusonga mbele, kwa sababu hatuwezi tukaendelea hivi. Hii ni nchi ambayo ilijiunga katika kufanya siasa za vyama vingi, na hivyo wanatakiwa waelewe kama siasa za vyama vingi vinatakiwa Tanzania, basi Chadema nacho ni chama na tunatakiwa kupewa heshima kama ambavyo vyama vingine vinapata heshima. Nashukuru sana. Asante sana Bi Brenda kwa muda wako. Nikutakie siku njema na pole na madhila yote.